Yo, what's up, what's up, what's up? Hey, this is your girl, Sironka the Lioness, and welcome back to another episode of Lioness Say So. Now, this is season 5, and like I promised you guys, it's gonna be bigger and better, man. Today, I have a special guest, tall, dark, and handsome. Yep. Teren. Karibu sana, bro. Naomba ujiintroduce. Yeah, my name is Shabi the Prince. Everyone Shabi the Prince, and I do music. So, na natoka Bongo, Tanzania. Na sasa hivi nimeitwa interview na Silonka. So, niko hapo kwa sababu ya interview, umeona? So kwa majina Shabi the Prince kwa media. Shabi the Prince. Yeah. Unaweza tuelezea kwa ufupi jina lako linamaanisha nini? Je, unajua Prince ni mtoto wa mfalme. Labda utuelezee. Shabi ni jina kwamba mimi naitwa Shabani. So, ile nikaikata Shabi. The Prince, mimi ni mtoto wa mfalme, umeona? Because I do music. Msanii ni kioo cha jamii, umeona? So I'm supposed to be Prince, umeona? Yeah, that's why nimejiita Prince, Shabi the Prince. Yeah. Karibu sana Lioness. So tumefurahia sana wewe kuwa hapa. Asante sana. Yeah. So Shabi, tuelezee kuhusu okay, umesema wewe unatoka Bongo, si ndio? Yeah. Kwa hivyo wewe ni immigrant hapa Kenya. Yeah. Okay, ulikuja Kenya lini? Huko Kenya nimekuja I think 2016 ndio nimekuja Kenya. Na muda wote nimekaa hapa Kenya. Umeona, Kenya we Africans, umeona? So nikikaa Kenya niko home because sisi wote ni mablack, tuko mablack. Nikikaa Kenya, nikikaa Tanzania kwetu, bado mimi niko nyumbani, umeona? So Kenya nimekuja Kenya, na Kenya ni kuzuri, nakupenda sana Kenya. That's why niko Kenya. Yeah. Okay. Sasa haswa ni nini ilikuleta Kenya? Ni kwa sababu ulihamia kujua kazi ama ulihamia huku kujua kifamilia? Maybe let's say familia yako ilihamia huku. Tuelezee haswa ni nini ilikuleta Kenya mara ya kwanza, ama ni muziki? Kilichonileta Kenya ni music. Kama sio muziki nisingekuwa Kenya. Yeah. Okay. Alright. Sasa ukiangalia maisha ya Kenya na ya Bongo, nikianza kusema tuna compare kidogo. Ni tofauti gani umeona inayo, yani difference gani between life here in Kenya and life back in Tanzania according to your opinion? Kenya tuko na ubinafsi. Kidogo tuko na ubinafsi, na Tanzania tuko na umoja. Unaona Tanzania tunasaidiana, but Kenya kitu nimeona kuna ubinafsi, kila mtu anafanya vya kwake. Okay. Hakuna kusaidiana. So kwamba hawasaidiani, but sana wana ubinafsi kutuliko sisi wa Tanzania. Sisi huwa tunasaidiana. Oh, yani unajaribu kusema yani wa Tanzania wanakuanga kitu kimoja, alafu Kenya everybody for themselves. Mara nyingi. Ndio. Yeah. Baadaye tumefurahia sana. Karibu sana Kenya. Mimi najua sikuwa nakujua before, so I'm officially welcoming you to the 254. Yeah, mimi nashukuru sana. Ndio. Na kama sio kuniita hapa na music ndio umenifanya wewe umeniita, umeona? So mimi nashukuru sana. Sana. Pia mimi nimefurahia sana. Haya, sasa tukuje Jani. Okay, who is Shabi, to be specific? Shabi, wewe ni nani kibinafsi apart from sasa najua wewe ni Shabi msanii. Sasa niambie Shabi ni nani kama mwanaume, yani kibinafsi yani? Okay, Shabi ni mpenda amani. Shabi mimi napenda amani sana. Shabi ni msanii. Shabi ni kioo cha jamii. Shabi ni mtu ni msikivu, umeona? Huyo ndo Shabi. Usikiliza. Mimi ni kioo cha jamii because I do music, na mimi bado napenda amani, umeona? Huyo ndo Shabi. Wonderful. Sawa basi. Unajisifu sana wewe. Unapenda amani kivipi? Hebu tuambie nini umefanya kusupport hiyo kupenda amani. Okay, mimi nikipata mali kuna labda watu wanakorofishana, mimi hupenda kusuluhisha, umeona? So sipendi watu wakosane kwa sababu ya hili na hili, umeona? Sisi wote ni binadamu. Ukikosea mwenzako pia utakosewa mali kwingine, umeona? That's why mimi hupenda amani. Oh, okay. Okay, sana kuelewa. Okay. Sasa tuelezee kuhusu sasa jani yako ya music. Haswa ulipofika Kenya, ni kitu cha kigani cha kwanza ulichofanya ndio take a step in your music career? Kitu nilichofanya cha kwanza nilikuwa nakaa Bongo. Unajua music ni connection. Of course. Yeah, so kuna kipindi huwa kinaitwa Churchill. Na rafiki yangu alinielekeza nikaja. So kuja Kenya nikaona kikweli pesa za huku different na za kule Tanzania. So mimi nikaona mbona nisije kukaa huku, mbona wasisi ni Waafrika wenzetu, umeona? So mimi ndo nikaamua
kujivuta upande huu. Japo wako na ubinafsi, lakini Wakenya ni wazuri, tunaishi nao tu hivyo hivyo. Ukienda bali wanakula umbo na wewe unakula tu hivyo hivyo, umeona? So siwezi sema kwamba Wakenya ni wabaya, wazuri, ni wazuri. Yeah. Sasa ulipokuja huko Kenya, tuseme sasa ni studio gani ya kwanza ulipoenda? Studio ya kwanza kwenda ilikuwa inaitwa Half Note Studio. Okay. But studio producer wangu kwa sababu ya kifedha kidogo ametokea akafunga. But siwezi kosa Bana Music. Bana Music lazima upige music. Sasa hivi niko kwa studio inaitwa Royal Music. Royal Music. Na tunachapa kuchapa, umeona, na ni studio kubwa na studio iko vizuri. Inafanya vitu safi, umeona? Niko pale. Okay. Yeah. Sasa nataka kujua style yako ya music ni gani? Mimi nafanya Afro bongo. Hiyo ni mpya nimeisikia leo. Unajua mimi kama msanii nafanya Afrobeat ama Afropop, lakini Afro bongo bro shikilia hapo. Hiyo ni mpya nimesikia. Yeah. So muziki unajua unakuwa na changamoto. Ndio. Na tunafona jikaze hivyo hivyo, muziki unahitaji vitu vizuri. Ndio. Tunajikaze japo nakutana watu ambao hawakutakii, umeona? Tunajikaza vitu vingine unafaa kuuzia, umeona? So kila kitu huyu amekwambia hivyo na unaweka kwa moyo, hapana, binadamu hawezi mbeba, umeona? Ndio. Yeah, muziki ndio ndivyo. Alright. So now hapa kwa Lioness sisi tunapenda kucheza mchezo kadhaa. Hebu tuambie, lazima ututobolee siri moja kidogo tu na usitoroke. Umeshaivunjwa roho yako na dem, umeshaiwachwa ukalia hadi karibu ukufe yani. Have you ever had a bad heartbreak in your past? Yeah, nishawahi. Ulideal nayo aje? Hiyo kipindi nilikuwa natamani hata ningie ndani ya shimo. Ndio. Mapenzi ni mbaya. Mtoto hakika alinitenda vibaya, umeona? Nilikuwa nampenda sana. Ndio. Alafu nikampata na rafiki yangu, umeona? Ni kitu fulani nauma, umeona? Alafu rafiki yako huwezi mpiga juu na rafiki yako. So unabaki unaumia ndani, yani nauma sana, umeona? Wow. Wewe ulimtoa wapi? Mapenzi ni kitu mbaya. Mtoto fulani alikuwa Kajiado, simu fulani inaitwa Kajiado. Tunapendana sana, umeona? Mama kama una watch ukufanya poa. Mama kama una watch ulidumbaya sana. Bwana, tuendeleze. So tukakaa nini, nampenda sana, ikabidi hata namtungia wimbo bwana, nikasema hivi mapenzi kitu gani? Hivi nakuwa vipi mpaka unapenda? Umeona, alinitenda sana, ni siwezi taka kurudia hivyo tena. Ulijichuna asikia ukasema Mbona mapenzi ya mtoto, nikasema sitawahi penda mtu aeleweki. Ni kweli. Kwa mtoto. Ni kweli. Siwezi tena. Pole sana. Lakini sasa umepoa, si ndio? Sasa nishapoa na mtoto hakika ananielewa vibaya sana. Okay. Wait. Hold on. Wait. Are you single? I'm not single, na mtoto hakika. Wewe. Uko single, umekataa hiyo? Nimekataa. Umeambia ma female fans utaki hiyo story. You are taken man. Umesikia? He's taken. Yo sijaona mtu anapiga watu stopper hivyo walai. Noma. So tuelezee kuhusu sasa journey yako sasa. Pali sasa ulipoanzia sasa music sasa hadi saa hii uko na ngoma ngapi? Unajua muziki ukianza music ni kama mtoto anapokuwa. Ukianza music unaanzaga chini ukienda, lakini unakuwa hujagundua kitu fulani, umeona? So mimi music nimeanza 2015. Kuna studio nilikuwa nafanya studio fulani. So nikawa nimeamini sana hii ndo tayari, umeona? Lakini nilipoanza kwenda kwa media nikakuta music inahitaji kitu fulani hivi safi, umeona? Inahitaji quality safi, inahitaji video quality safi, umeona? So nikaenda hivyo nikipanda, nikaelewa kweli muziki ni kama mtoto anapokuwa. Music unaenda usiseme umeanza leo ukafikiri kesho utajipata pale, hapana, iwezi kabisa, umeona? So lazima uanze pole ukipanda. Mimi nimeanza 2016 music na nifanya mpaka sasa hivi, but ukisikiza zamani nilivyokuwa zamani so kwamba nilipo sasa hivi, umeona? Nisha change sasa hivi nafanya music sasa. Ndio maana najiita msanii ni kioo cha jamii, umeona? Sasa hivi ndo nafanya music. Yeah. Okay. So Shabi, tueleze kuhusu sasa now you're officially doing music as your career full time. Yeah. So tueleze how many songs do you have, na uko na video ngapi, na unatupangia album ama nini unatupangia haswa
what's next for Shabi? I mean, what is Shabi doing right now? Mimi sasa nafanya EP. Siwezi sema kwamba nafanya album ili hali sasa hivi kuna corona, umeona. So mimi music ambayo niko nayo siwezi hesabu nyingi sana tangu nimeanza. Lakini music nimekwambia hapo awali, nimekwambia kwamba muziki ni kama mtoto anapokuwa. So sasa hivi siwezi hesabu kwamba niko na ngapi, na mingi sana nizingia hata natamani tupe kwa takataka juu muziki kwa sasa hivi umesha change, umeona. Ndio. Yeah, so kama zamani na music mingi, na sasa hivi napanga EP na itatoka nafikiri mwaka huu, nitaanza kufanya video, na hivi karibuni hata next week naweza nikafanya video, mtaiona hapo kwa YouTube, na support yenu ni kitu kikubwa kwangu. So niko na EP ndio naifanya sasa hivi. Uko na EP? Ya ni wimbo 6. Wimbo 6. Nafurahia sana kusikia, unajua kuwa na EP si kitu rahisi kwa msanii. Yeah. So nimekuona kwa music video kadhaa za LJ Masai. Unaweza tuelezea kidogo kuhusu uhusiano wako na LJ Masai? Juu naona uko kwa video zake na shangaa what's up, are you guys related ama what's up? Yeah. LJ is a musician like me, umeona? Yes. So ni jamaa fulani hivi alinielewa, ni mtu fulani anaelewa. So tumemingle tangu 2019 I think so. Okay. Yeah, tulikutana pale, akakuta bwana mimi nafanya music, then mimi ni mwandishi, umeona? Tukienda studio hatuwezi achana, lazima tuweka hii. Hapo ndo tumemingle na LJ na tumetoka mbali, na tuko na wimbo naye by the way tumefanya. So LJ ni mtu wangu sana. Yaani mtu tumekaa sana tangu 2019. Unamnauo kabisa. Mnauo. Yo yeah. kabisa. Ndio tulikuwa na yeye at the end of season 4. Tulifurahia sana kumhost hapa Lioness Say So. Yes. So sasa umeniambia uko Royal Media. So kwa sasa you're a signed artist ama you're an independent artist? Independent. Siwezi sema ni kwamba nimesainiwa. Ndio. Yeah, unajua kusainiwa kusainiwa bana. Ni kitu ngumu fulani, na inafaa pia umenyoa ujipush kidogo, umeona. Nile tu umeelewana nini kule studio. Siwezi sema nimesainiwa, but usaidizi mkubwa uko pale Royal Music. Yeah, usaidizi mkubwa sana uko pale. Okay. Okay, sasa kama msanii ni changamoto gani inakuanga, yani inakuandama sana kwa hii industry? Na naonanga wasanii wengi wanasema ya kwamba ni story ya management, wengine wanasema kwamba ni story ya ati unajua pesa nini. Wewe kama kibinafsi ni changamoto gani umego through kwa hii industry? Mimi changamoto ambayo nimepata ni hiyo pesa pia, umeona. Pesa pia nakosa sasa kwa sababu ya hii corona, vitu havijafunguka sana, umeona. Alafu kingine music inahitaji kitu quality, inahitaji kitu ambacho kipo, umeona. Huwezi fanya video kwa sababu unafanya, hapana, lazima ufanye vitu safi, umeona. So video pia mtu wa kumpata mtu ambaye atakuelewa na kufanyia kitu safi pia ni ngumu, umeona. Inakuwa ni ngumu sana, alafu ni ngumu kukuelewa juu hii Kenya pia lazima ukuwe unajua na mtu fulani hivi ndio akufanyie kitu safi, umeona. Hiyo ndio shida kidogo. Video safi, pesa pia kidogo, na hii corona, umeona. Pia huwezi push kitu yako sana tufanye show. Unaona, kuna tokea hizo changamoto sana muda mwingi. Okay. Alright, okay. Pole sana kwa hayo. Sasa nataka tucheze mchezo kidogo. Shabi, unajua ni Lioness Say So, na kama kawaida lazima uweko kwa spotlight kidogo. Sasa kuna game nachezanga inaitwa Smash, Marry and Kill. Ya kwamba nitakupa wanawake watatu ma entertainers wa Tanzania. Kuna mmoja utachagua mwenye utaoa, mwenye utalala na yeye tu kwa raha, na mwenye utaoa kwa sababu anakubo. Sawa basi. Haya, unamtambua Kaylin? Yeah, namtambua. Aya, tutachagua Kaylin, tutachagua Racy na tutachagua Lady JD. Sasa tutachukua Smash, Marry, Kill. Sasa chagua mwenye utaoa, mwenye tu utalala naye kwa raha zako, na mwenye utaua. It's just a game. Ngumu. Hakuna kama hiyo. Kama unajua wewe, nimeangalia test yako, nimeshaona mtu wako. Sasa ndio maana kwa akili yangu imeshaniambia your test is sort of unapenda mademu wa slender hivi. Sasa nimekupatia ka option at least. Unajua sijakupatia watu pum kama mimi, unaona. Okay, mimi kitokea JD. JD ni mtu fulani anajielewa, umeona, alafu ni msanii mkongwe. Ni mtu fulani japo amenizidi umri leo. Ni mchezo. So kama kitu imetokea Lady JD maybe. Wewe hapa. Ni yoga. Okay.
huyo mwingine Kimada na Mado, umeona? Nani utaua na nani utalala na Evo fan? Who are we? Okay, you said you're marrying JD. Okay, who are we smashing? Smashing hiyo Kimada tu na badana alafu. Nani huyo? Baadaye. Nani huyo? Raisi ama Kaylin? Raisi? Alafu utaua Kaylin? Nitaoa JD. Okay, na Kaylin sasa Kaylin utamweka wapi? Kaylin kudadake. Yani umesema umesema you will marry Lady JD, you will smash Raisi na utaua Kaylin. How? Shabia hadi mimi nimefeel heartbreak. Ni wapi? Have you seen her? Okay, sawa, basi acha tu nisikupusha. Lakini test yako iko impeccable. Nakuelewa, unajua kwa siku hizi wanawake, unajua wanawake wenye wako machua, machalimu napenda, hizo ndio mnawapendeanga nini. So anyway, hiyo kitu ni the same. Sasa hebu sasa tuelezee, have you done any collabs apart from with LJ Masai? No. Why not? Because unajua msanii, okay, wasanii wengi huwa tunapenda kutumia wasanii wenzetu, umeona? Yeah, hiyo najua. You do music, a good music. Then unampa bwana mimi na music hapa tufanye collab. Umeona? But huyo msanii alisha supportiwa, lakini hana support kwako, umeona? Okay, mmefanya naye, mtaipush hiyo wimbo. Lakini yeye atangara juu yako. Umeona? Of course. Ya ndio maana mimi nasemaga if you have kuna wimbo wako ambao unaamini na ni quality kubwa, mbona usijipush? Ama utafute tu mtu ambaye pia yeye anapenda mpushane wote pamoja mfanye. Mbona ufanye naye huyu ambaye ashatoka ambaye atakutumia, umeona? Music siku hizi ni kutumiana, umeona? Mimi ni mandika music poa tu, bali nimekupa tufanye. Wewe ulishangara, mbona mimi pia usiningalishe? Umeona? Muziki ni kama daraja, tusaidiane, ulisaidiwa hapa, mbona pia nisaidia, lakini wasanii kitu ambacho tuko nacho ambacho ni kibaya. Wewe ulisha hit, umetoka. Lakini ukishafika huko unaona mwenzako kama kinyago, unaona kama mwenzako hawezi, umeona? So hiyo kitu ndio inanitisha sana. Na kwa bombo niko nao ni moja tu. Nimefanya na LJ. And nimesikia pia unafanya music. Ningependa tufanye kitu moja. Spotlight kwa show yangu. Mimi sijui kwa nini watu wanapenda kuniomba collab hapa. Lakini wacha nikwambie bro, kama uko na content tuingie studio. Mimi hakuna noma. Like I always say, I support all artists and it doesn't matter how big or small you are, we are all equal. Aya. Hiyo ni poa sana. Ni mzuri sana, at least unataka kukua independent, unataka kukua self-made. Si ati mtu anakuja anasema, ati mimi ndo nilisaidia Shabby Prince kufika pale amefika. Sasa huyo kijana ati sasa amepata kiburi sasa. Unajua vile tu watu wanakuanga kwa industry. Sasa nataka kukuuliza, apart now from collaborations, kuna projects zingine mwenyewe unafanya kibinafsi, ama kama uko na biashara nini apart from music you're doing, ama you're just pulling music, ama uko na products zako labda unauza kama ma t-shirts, jumpers, whatever? No, I do job. You do job, because music, if you do music you need the money. Umeona? Unahitaji pesa pia, so you support unapofanya kazi usema I do music bwana, mimi naendaga kwa TV because like today niko na Silonga leo, umeona? Alafu niseme mimi sinaendaga nani, alafu nategemea hiyo peke yake, umeona? Inakuwa sio vizuri. Lazima ufanye kazi pia na ukae humble kama wengine, because wewe pia ni binadamu, lazima ukae kama wengine na ufanye kazi, na kazi ikusaidie kufanya music quality safi. Okay. Yeah. So all right. I do music. I do niko na what kind of work do you work? Online too. Online. Yeah. Okay, yeah. Unajua ni vizuri sana kuwa na backup plan, and I'm very 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 actually proud of you. You've had a backup plan. Unajua, yeah, for all the people out there who are planning to do music as a career, kama uko shule, if you're in school, if you are for example, let's say working nini, always have a backup plan, because anytime anywhere, like you can see the way Corona did to music, yeah, kila kitu karudi chini, everything just went down. This is a part whereby you need to have some work, something else going on for you. But thank you so much, Manze Shaban. You know, it's very good to know that there are young men out there who are working hard. Yeah. Okay, so Landa, let's proceed. Who is your role model in this industry, let's say locally and internationally? Mimi nasema Diamond, lakini siwezi kuwa kama yeye, umeona? Kwa music wasanii waambie be you. Kwa wewe. Okay, kusoma mwenzako msome kwa vitu fulani, juu kuna vitu fulani hujajua. Muziki ni kama mtoto anapokuwa, umeona?
msome but usikue kama yeye. Umeona, usiige vitu vyake sana, usijujui ameanzia wapi. Umeona? Ndio. So siwezi kuwa kama yeye sana, lakini zile movements nini vitu kama hivyo, umeona, ni watu ambao wametutangulia na ni wako juu. So lazima tuangalie, but mimi ni mimi tu, yani siwezi kuwa kama yeye. Ni ukweli, ni ukweli, ni ukweli. It's good to be original. It's very good to be original. Sasa na internationally, nani una look up to internationally? Because Diamond is just an East African artist. Yeah. Chris Brown. Hey! Dun, 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 dun. Woo! Dun, dun. Every time somebody says Chris Brown, that is the song that comes to my head. Move your body out on the floor. Hey, usalia kupoa sana. Sana. Chris Brown sana. Mtu fulani anaeleweka. Alafu Chris Brown pia ni mtu anajielewa. Yeah. That's why pia namwangalia, umeona. Yeah, na amekuwa kwa industry since akuwa mtoto mdogo sana na hadi wa leo bado amemaintain. Yuko tu pale. Yeah, it's not easy for child stars to become what do you call to be yani ku maintain your superstardom because wajajua miadarati na vitu kama hizo. Sasa tueleze now in the scenario that corona didn't happen, where do you think Shabi would be right now? Shabi the Prince. Mimi I think ningekuwa mbali sana. Juu bila corona ningekuwa mbali sana. Lakini corona imeharibu vitu vingi, umeona? Sasa hii huwezi fanya show, huwezi kutana na watu wengi, umeona? Kwa sababu ningekuwa mbali because from 2016 up to now ningekuwa mbali. Ndio. Yeah, ningekuwa mbali sana. Siwezi sema lakini corona imeharibu kila kitu, umeona? Yeah, kila mbali, yani huwezi fanya kitu sasa hivi, huwezi. Yeah. Inabidi unafanya kitu kinakaa YouTube na push hivyo, lakini sasa hivi ningekuwa mbali. Okay. Ningekuwa mbali sana. All right. So in the way you're speaking, you're so mature. Are you a parent? No, nilikuwa. Are you a father? Yeah, nishakuwa. Una yumba wewe. Are you a father or not? I'm a father. But complicated. Yeah. It's complicated. Okay. So now we always say like now okay, when it comes to complications, why is it complicated? Because kalidai, umeona? Kalidai kama tuacha. Oh, sorry. I'm sorry about that. Yeah, but don't worry. Like I always say, God giveth and God taketh. Yeah, and everything happens according to God's will. Akipole bro. Wow. Yes. Akidi nimefungua mlango, sikuwa nafaa kufungua, lakini unajua mimi kama lioness lazima niupenya saa zote, unajua. Yeah. But anyways, you know, it's good at least you come out and how did you briefly, if you don't mind me asking you this, how did you deal with loss? Nilingangana na nikajikaza na nikaweka imani kwa Mungu kwamba nitapata mwingine, umeona? Okay. Yeah, so mimi naamini kwamba ukipata kitu alafu kitoke, Mungu anakuaga na sababu zake, umeona? Ndio. So mimi nina imani kwamba kitapatikana kingine zaidi ya hiko. So siwezi huzunika sana na sisi wote tutakuja kupita ile njia, umeona? Ndio. Yeah. Ndio. So like what okay, apart from now the plans of the EP, what else do you have planned for us apart from new releases? What else is out there for us? What should we expect from you? Utatutolea ma brands, clothing. What should your fans expect now from Shabi the Prince apart from music and all that stuff? Movie. Yeah, movie. Mimi ni mwandishi wa movie. Na mwandishi sana, umeona? Na sasa hivi nafanya script na itakuja kufanya na kuna mtu ambaye atakueleza zaidi kuhusu hiyo movie, but mimi ni mwandishi. You're a script writer. Yeah. Movie kabisa, the story. Okay. Mimi ni mwandishi wa story. So kama uko hapo unataka kuandika story, mimi nafanya hiyo sana. Ndio. Sawa. So you're a multi-talented man. Sana. We are sorry. We are your carpet. Step on us. Yeah, well, that's nice. So, so you must do you go into your own creative space? Like unaweza kaa tu hivi unatakanga tu unakaa peke yako, unajua
Yani ni kama it should go into another space in your mind ndio uweze come up with all these things. Unajua kawaida msanii ukiwa na distractions, it's very hard to get creative, especially because unajua tu an artistic mind needs a lot of focus. Do you go to your own creative space? Tell us about your own creative space. Mimi sana yani fikiria saa nyingine huwa nachoona imagination, naona kabisa mimi na milioni 50, umeona? But si nani. Kuna vitu ambavyo nataka nifanye kwa maisha, but I don't have money, you know? So kwamba sina sana, but inakuwa hakuna ile kiwango ambayo kingekusaidia wewe ufanye hicho kitu, umeona? So unapataga imagination kwamba mimi na milioni 50 alafu nimejenga plot, umeona? But ni kitu ambacho hakipo juu. Unataka kutimiza hicho kitu, una imagine, umeona? Alafu unaingia kwenye imagine sana, unaona kama uko nayo lakini hauna. Hata kwenye ndoto sometimes mimi huota, umeona? So mimi na imani kabisa kama kitu nakiotea, I think one day utakipata. Hiyo ndio creative space yako. Manzeno unapenda pesa. Yaani umeenda tu, hapo ndio umeenda tu. Hakuna place nyingine ungeenda. Hakuna mtu hapo. You know, mimi najua kuna watu wengine wakienda creative space yao inakuanga ni maybe wavute kawid kake na wa meditate hivyo. Mimi my creative space inakuanga basically ni muzima kila kitu kwa nyumba yangu, gadgets kila kitu. And I just close my eyes and I just imagine that, like, you know, like I imagine myself in a stage, but whereby hakuna crowd but kuna lights. That is my creative space. Na unajua hapo ndo naweza kufocus on what I really want to do and the ideas just popping in my head. Lakini hapo sawa basi Shabi utakuwa millionaire. Hiyo situlete one day. Yeah. So what would Shabi the Prince right now tell a person out there who's aspiring to become a musician or who's aspiring to become a script writer? Ni nini unaweza wa advice briefly ukiangalia camera, mtu anataka ku aspire, you know, just give your 2 cents and some advice to the people who are watching. Kama uko hapo unaimba, unafanya music, just cha kwanza be you. Alafu cha pili jaribu kuwa na adabu, heshima, respect. Umeona? Unafanya music, music unapitia mtu mwingine ili make it. Umeona? So usikuwa you do music ama ushaenda kwa radio mara moja, umeona? Unaanza kiburi, hapana, uja make it. Maisha ni marefu. Siku zote sisi binadamu tunang'ang'ana hadi kufa, umeona? So usione umefanya kitu fulani hivi kidogo alafu anze kuwalingia wenzako, that is not good. Unaona? Kama unafanya music, kuwa creative, kuwa na adabu na ujielewe. Na wache kushobokea sana watu, umeona? Be cha kwanza kuwa wewe, umeona? Useme huyu juu anashafanya, alafu pia unakuwa kuna mwingine unakuwa naye karibu but kiupande mwingine anakubeba boya, yani anakubeba mjinga. Na kama mtu fulani hivi ujielewe, umeona? Inakuwa so poa. So msanii ambao unaanza, jielewe. Kuwa na heshima. Mheshimu anayekusaidia. Na mheshimu aliyokutangulia. Wise man. Those are very wise words. Yeah. That is very good. I like the way umeelezea watu kuwa those are some small things like self discipline are very important. Watu wengine wanaonanga ni kama kuwa msanii una misbehave, una act ni kama dunia ni yako. Boss, utashushwa hiyo pupa na dunia. Yeah. So kindly just give them your social media handles where they can find you and Yo, in Instagram, I have 2 channels in Instagram. Kuna Shabi Music na Shabi Shows. Kama unataka kuona show zangu nini nafanya vitu fulani hivi, unaandika Shabi hashtag alafu shows. Ama unataka kuniona mimi mwenyewe Shabi Music, umeona? Utanipata YouTube utanipata Shabi the Prince, Twitter Shabi the Prince, Facebook Shabi the Prince, umeona? Kila mahali yani Shabi the Prince, but mahali nimetofautisha kidogo ni Instagram, Shabi Music na Shabi Shows. Utanipata vizuri sana. Yeah. Okay, sawa basi. Alright guys, Manze, thank you so much Shabi for showing up at Lioness. So nimefurahia sana kukuhost. Nimefurahia sana wewe kukuja hapa Manze, kuchukua muda wako. Najua sasa it's time for your studio or something. Ni kama kawaida yangu mimi huiba tu muda za watu. Guys, Manze, thank you so much for tuning into Lioness. So thank you so much for the people who have supported this show from season 1 until now season 5. Continue to subscribe, continue to comment, continue to share guys. You know that Lioness
Say So is all about you. This is home to all artists, to everybody. If you have a story, make sure you contact me on my social media handles. That is at Sironka Lioness everywhere. Mimi sikashabisha. Unajua ma celebs wataniwa siku moja, Unasikia hizo zote, Everywhere Sironka Lioness. Until next time, guys, make sure you share this video. God bless you so much. I've been your host, Sironka the Lioness. Shabi tuambia wase we are out. We are out. Bye. Bye. And stay tuned. Kuna vitu vingi vinakuja. So bye. Thank you so much.